ni kuonjeshe tena maelezo machache kuhusu swali jinsi gani jamii inaweza kusababisha changamoto zake yenyewe. Nisikilize vizuri, tukitoka hapa ni kazi yako kujadili, uliza maswali, toa uzoefu. Lazima tutoke. Jamii inaweza kusababisha changamoto zake yenyewe kupitia mila potofu. Unaona mila potofu tu umezishikilia, huoanishi nyakati za sasa, sayansi yetu ilipo, wewe unaingia kwenye mlolongo wa changamoto, unakaa huko unajifungia mwenyewe maloki. Alafu ukiwa kwenye maloki hayo unamtamani mtu mwingine aliendelea ambaye yuko nje ya mila potofu. Lakini jamii inaweza kujiingiza kwenye changamoto kupitia uharibifu wa mazingira. Yaani mazingira mnayaharibu tu kwa raha zenu, mnabaki kwenye changamoto alafu mnalalamika. Mfano, nikiacha hili la kukata miti ovyo, kuchafua mazingira kwa uchafu mbalimbali, natumiwa message nyingi na jamii. Jamani, huko wanapiga makelele usiku kucha, muziki hatulali, sisi wazee, sisi tuna magonjwa, sisi tuna watoto. Hata hawajui kama jukumu hili liko chini ya NEMKI, taasisi ya udhibiti wa mazingira. Wananiletea mimi. Hasa mimi najiuliza, huu ni uchafuzi wa mazingira? Uharibifu wa mazingira unasababishwa na jamii yetu yenyewe. Alafu inatafuta majibu na majawabu. Hii inakuwaje? Watu hao wamekosa elimu au wamekosa maarifa au vyote kwa pamoja au kimoja kipo kingine hakipo? Lakini jamii inaweza kujisababishia matatizo kupitia ukosefu wa ushirikiano. Haya, tatizo liko hapa. Wanashirikiana kwenye mengine. Tunataka kuoza, mtoto wetu anaoa, tuna shughuli pale, tunatoa mwali, tunafanya 1 2 3 4 5. Wanashirikiana. Lakini likija hili, hawashirikiani. Tuma message kwa waziri. Tuma message sijui kwa mkuu mkoa, sijui kwa mkuu wa wilaya. Wakati haya mambo pale wanaposhirikiana huwa wanayaweka pembeni, wanaona sio muhimu. Yale wanaoamua kushirikiana nayo ndio yanakuwa muhimu. Wanapunguza nguvu ya kukabiliana na changamoto. Sasa katika masuala ya mila potofu yako mengi, sitaongelea, nimeshasema tu kwa ufupi. Taka tunatupa ovyo, tunawasha makelele, mitetemo iliyopitiliza kinyume na afya za watu hawalali, ni sisi jamii. Tunakata miti, tunasababisha matatizo kwenye mazingira, mvua zinaisha, ni sisi jamii. Tunayatenga makundi fulani kwenye jamii na kuyaletea msongo wa mawazo, hayawezi kuendelea wala kustawi, ni sisi jamii. Lakini tunafuata mikumbo na kusababisha migogoro kuhusu mambo yasiyofaa yanayorudisha maendeleo nyuma. Yakisharudi maendeleo nyuma, tunarudi tena kutafuta njia ya kuyasababisha maendeleo yale yaende mbele, ni sisi jamii. Kwenye swala la ushirikiano, tusipowajibika, tukiwa na viongozi wanaotuongoza ambao tumewachagua sisi wenyewe, lakini hatukufuata misingi ya kuwachagua, wanatuletea matatizo. Kuanzia kwenye vikundi vyetu vya vikoba, kila siku vinabomoka. Waliomchagua kiongozi ni wao wenyewe. Kwenye masako kule, yeye anabomolewa, ni sisi wenyewe. Hata kwenye familia tukichaguana vibaya tunabomoka, ni sisi wenyewe. Hapo niishie hapo kwanza. Swali langu la pili kwenu ambalo nataka leo tuliangazie, jamii inaweza kutumia njia gani ili kutosababisha changamoto za jamii yenyewe? Kwa maneno machache kabisa, uchambuzi kutoka online, mimi napenda kusoma, unaonyesha njia kuu 3 za kuzuia au kupunguza changamoto za kijamii. Kwanza, kushirikiana. Sasa kwenye kushirikiana, tuna mambo mengi sana tunayoshirikiana kwenye jamii. Safi kabisa. Lakini katika haya yanayotusumbua, tunakwenda kutafuta majibu na majawabu nje yetu. Tunashirikiana kwenye jamii ili hali tunatengeneza sisi wenyewe. Tungekuwa tunaumwa tutasema twende hospitali, lakini kwenye kuzuia magonjwa tunaweza tukashirikiana tukayazuia. Lakini tukishaanza kuuma itabidi twende hospitalini. Lakini kwenye haya ambayo hayajafikia kutafuta mtaalamu mahususi, sisi tunashirikiana vipi kuyadhibiti? Kutoa elimu kwa wananchi. Elimu inatolewa kwa wananchi, lakini tunasikiliza? Na anayeipata hiyo elimu anakwenda kwa mwingine kumwambia, pokea hii elimu kama nilivyopokea mimi. Mbona taarifa zingine tunapeana? Kuweka sheria bora. Sheria bora tunazo sheria zaidi ya 400, karibu 450 zinakwenda sasa.
Wewe hapo ulipo unazijua ngapi? Ngapi unazozijua? Na tunajua kwamba mchakato wa kutunga sheria huo inafika mahala taarifa inatolewa kwa umma ili watoe maoni. Kama hujui hata idadi ya sheria na michakato ya sheria inapotungwa na maoni utoi na ujui usome wapi, uone kama wewe naye ni sehemu ya kusababisha tatizo? Hai. Kwenye ushirikiano na mawasiliano tunatakiwa kusikiliza mawazo ya kila mwananchi kwenye mikutano yetu tunayofanya ya kijamii au kwenye vijiji, kwenye mitaa. Wangapi wanakwenda kuhudhuria? Mimi nimefanya kazi huko mamlaka za serikali za mitaa. Kijijini kabisa wanakwenda. Wanakuja ni wale wazee wale vijana hawaji, wanaenda njia nyingine wanakwenda kuuliza maswali yale tulioongea kwenye ule mkutano. Hai. Narudi kwenye uwasilishaji wa bajeti zetu hotuba bungeni kuanzia mwezi wa 4 au wa 3 mwishoni mpaka mwezi wa 6. Wangapi wanasikiliza? Nikija kuuliza maswali huko, mimi kazi yangu inakuwa ni kufungua tunaenda haya fulani ukurasa fulani. Hawakusikiliza. Walikuwa busy siku hiyo, safi kabisa. Baada ya hapo, sisi kwa mtandaoni walisoma. Tabia zetu sisi jamani, sisi tunasoma vitu. Kujenga hiyo tabia ya kutafuta maarifa. Kusaidiana wakati wa shida. Haya, tunasaidiana, tuna mifumo mingi kwenye jamii ya kusaidiana wakati wa shida. Lakini humo kwenye kusaidiana wakati wa shida, tunaelimishana mambo mengine ambayo ni changamoto na kunyanyua na kusema kwamba hii ni changamoto, tuibebee bango ili majibu na majawabu yaanze kupatikana huko tuliko, au tunamsubiri Gwajima Madini mtandaoni? Hatutafika. Kujenga mazungumzo ya amani badala ya kugombana kukitokea kutokuelewana. Hivi tunapokaa tunaongea mezani tunasikilizana au hatusikilizani, mijadala yetu inafika mwisho? Zote hizi ni njia za ushirikiano na mawasiliano. Kuna elimu na uelewa. Mafunzo yanatolewa, tunapata, tunayatafuta. Kufundisha vijana kazi za mikono na maadili mema ili kuepuka tabia mbaya, tunafanya majumbani kwetu. Kwamba mwanangu nimekuzaa, sasa umeshaanza kusikia au kuona. Maana hizi ni njia za kufanya wewe hii dunia uifahamu kwa upole na utaratibu. Mtoto tangu yuko mdogo ananyonya, anasikia neno mama, baba. Mtoto huyo anakwenda, unamwambia vitu vya upendo, akianza kutambaa unaanza kumuingiza taratibu. Mwalimu, mwanangu ukikua huku duniani kuna haya nayo usiyafuate, aanze kuyasikia kwa mamake, au unasubiri kichwa chake kimeshafikia 90% ya kukua, unampeleka shule ya msingi ndio mwalimu akamwambie? Atamwamini mwalimu zaidi au mlezi? Tunafanya hili jukumu, na tunapofanya hivyo watoto wao watakapokuwa na wenyewe wataendeleza kuwa na utaratibu wa kujenga mazungumzo ya amani, kwa sababu wana maadili mema yamewakaa kichwani kwenye ubongo wa nyuma.